Naam, hujambo na karibu ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo. Matumaini yetu mpo salama salimini mahali popote mlipo duniani, mkiwa Afrika, Asia, Amerika na mahali popote. Hivyo niseme asante, lakini pia niungaribishe kuungana nami kwenye taarifa hii ya habari awamu ya kwanza ambayo ni na 6. Tuanze moja ya habari tulizokuwa nazo, lakini pia tuenda moja kwa moja bila muhtasari wa habari. Vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Kivu. Mkutano mjini Washington DC, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilikubaliana kuhusu mfululizo wa hatua za pamoja zinazolenga kupunguza mvutano na kuboresha hali ya ardhini. Hadi hii ni pamoja na kuheshimu kwa uhuru na uadilifu eneo, kuondolewa taratibu kwa wanajeshi wa Rwanda, kubomolewa kwa nafasi za ulinzi katika baadhi ya maeneo ya eneo la Kongo. Hatua zilizoimarishwa na DRC ama Kongo zenye tarehe maalum za mwisho za kuiondoa FDLR na ulinzi uliohakikishwa kwa raia wote. Nchi hizo mbili zilithibitisha tena kujitolea kwao kwa mikataba ya Washington kwa lengo la amani ya kudumu na ustawi wa pamoja katika eneo hilo, kulingana na taarifa rasmi. Tukiwa mjini Kinshasa, ambayo ni mji mkuu wa nchi kumrazi ya DRC ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba UDPS Tony Mwaba Kazadi amewasilisha kwa bunge rasmi ya sheria ya kikaboni inayohusiana na kura ya maoni ili kufafanua mfumo ulio wazi na salama wa utekelezaji wa pamoja kwa moja kwa uhuru na watu. Wapiganaji 20 kutoka vikundi vya Twirwaneho, Minembwe na Red Tabara vilivyoshirikiana na muungano wa AFC M23 ama Congo River walijisalimisha kwa vikosi vya DRC huko Mikenge huko mashariki ama jimboni ama mkoa wa jimbo la Kivu ya Kusini, kulingana na msemaji wa Operation Scholar Day Luteni wa pili Regambo. Vifaa kadhaa vilikamatwa ikiwa ni pamoja na bunduki za AK-47, bunduki za mashine za PKM, vifyatuaji vya roketi vya RPG-7. Kulingana na mahojiano ya awali, wapiganaji hao wa zamani walisema kwamba waliondoka kwenye uasi kutokana na hali ngumu ya maisha na unyanyasaji ndani ya safu zake. Kanali Apoko Bangala Michel, kaimu kamanda wa Scholar Day, aliwapokea watu hawa kwa mjibu wa taratibu zilizowekwa na kuwaondoa wapiganaji. Idara ya hali ya hewa nchini Kenya, Met ama MIT, imetoa tahadhari ya mvua kubwa, ikionya kuwa mvua zinaondolewa ama zinazoendelea katika maeneo mbalimbali zitaongezeka katika siku zijazo. Imeeleza kuwa mvua hizo zinaweza kufikia zaidi ya milimita 20 kwa saa 24 kati ya Machi 19 hiyo kesho na 20 ama hadi 24, huku zikitarajiwa kuongezeka zaidi kati ya Machi 20 na 23 kabla ya kupungua kidogo. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Mina Abdul nchini Kuwait kimeshambuliwa na ndege isiyo na rubani na kusababisha moto katika sehemu ya eneo hilo. Tukio hili linakuja muda mfupi baada ya shambulizi lingine katika kiwanda cha Mina Air Ahmad, ambapo moto ilithibitisha haraka. Linakuja muda mfupi baada ya shambulizi lingine katika kiwanda cha Min Al Ahmad, ambapo moto ilithibitishwa haraka. Shirika la petroli la Kuwait limethibitisha kuwa hakuna watu walioumia katika matukio hayo mawili. Kiongozi wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kajala Kallas amesisitiza kuwa huu ni wakati muhimu kwa umoja huo kuonyesha mshikamano wake kwa Ukraine katika vita dhidi ya Urusi. Amesema hatua hiyo ni ya dharura,
hasa wakati Ukraine ikiendelea kukabiliwa na changamoto kubwa za kifedha na kijeshi. Hata hivyo, juhudi za kuipatia Ukraine msaada zinakumbwa na vikwazo baada ya Ungari nchi ya Rais Viktor Orban kuendelea kupinga mkopo muhimu kwa serikali ya Kiev kutokana na mvutano uliopo. Ikizungumza mjini Brussels kwenye mkutano wa viongozi wa Umoja wa Ulaya, Kalas Kajala alieleza matumaini kuwa viongozi hao watathibitisha ama watawazinisha kifurishi cha msaada wa euro bilioni 90 ama 19 kilichokabiliwa awali mwezi Disemba mwaka uliopita. Tukirudi DRC, kufuatia tamko la baadhi ya maafisa waliochaguliwa wa AFPDC wakikana malalamiko ama mamlaka yao ya kimaadili, Bahati Lukwebo sasa ni zamu ya maafisa wengine waliochaguliwa wa kundi la wabunge la AFPDC kuonyesha uungaji mkono wao usioyumba kwa Bahati Lukwebo, huku wakishtumu ujanja fulani unaoendelea kuwafungulia vikwazo baadhi ya manaibu wa kitaifa wa AFPDC. Tukiwa tu DRC, Washington na Rwanda, DRC na Rwanda zimekubaliana kuhusu mfululizo wa hatua zinazoratibiwa ili kupunguza mvutano na uboreshaji hali ya ardhini. Juhudi hizi ni pamoja na kujitolea kwa pande zote kuchukua hatua maalum ya kuunga mkono uhuru wa kila mmoja na uadilifu wa eneo kulingana taratibu kwa vikosi vya Rwanda na kuinua hatua za kujilinda katika maeneo yaliyoainishwa ya eneo la Kongo. Juhudi zinazolenga ama zinazoongezeka za DRC zenye ratibu maalumu za kuiondoa FDLR na ulinzi wa raia wote. DRC na Rwanda zilithibitisha tena ahadi zao chini ya makubaliano ya Washington DC ama Marekani ya kufikia amani na ustawi wa kudumu katika eneo hilo. Taarifa kwa vyombo vya habari. Congo Brazzaville na DRC, Felix Tshisekedi kwa Denis. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anatoa pongezi zake za dhati na matakwa ya dhati ya mafanikio kwa mwenzake katika Jamhuri ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso kwa kuchaguliwa kwake tena kufuatia uchaguzi wa rais wa Machi 19. Katika tukio hili la furaha, rais wa jamhuri anatamani kuimarisha zaidi ushirikiano wa kipekee uliopo kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jamhuri ya Kongo Brazzaville, akiunua ili kuakisa mwelekeo wa kipekee wa kibinadamu na ushirikiwa na watu wao wawili. Ni katika roho hiyo kwamba rais wa jamhuri anatumai kuwa dhati kwa muhula huu mpya utachangia maendeleo na ustawi wa watu wa ndugu wa Kongo Brazzaville. Kwa mwisho ni kwamba shughuli zinazoendelea toleo la pili la shindano la kimataifa la muziki na opera la Baroque lilipangwa kuanzia Aprili 3 hadi Juni 30 zilizinduliwa Alhamisi katika mkutano wa waandishi wa habari uliofanyika katika kituo cha utamaduni la sanaa kwa nchi za Afrika ya Kati CCAP huko Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni heshima kuwa hapa nanyi kuwasilisha ratiba ya shughuli zetu zinazopangwa kwa kutarajia uzinduzi wa shindano hili la muziki lililoanzishwa na shirika la Africa Opera Plus nchini DRC. Shindano litafanyika kwa siku kadhaa ili kuwaruhusu watazamaji kuchunguza repertoire ama ripoti kwa kina kutokana na utofauti wa program. Kwa hiyo tukio hili ni la kielimu na kusherekea, pia linakuza ubora wa muziki na uhalisi, alisema Armand Tibuka, meneja wa mawasiliano wa shindano
hilo. Nikisoma mkutasari wa habari, ndugu mpendwa mtazamaji, kwamba mkutano mjini Washington DC, Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikubaliana kuhusu mfululizo wa hatua za moja kwa moja. Wa DRC wa UDPS Tony Makwaba Kazadi amewasilisha kwa bunge rasmi ya sheria ya kikaboni. Wapiganaji 20 kutoka vikundi vya Twirwaneho, Minembwe na Red Tabara vilishirikiana na muungano wa M23 wajisalimisha kwa vikosi vya DRC hiyo jana. Idara ya hali ya hewa nchini Kenya imetoa tahadhari ya mvua kubwa, ikionya kuwa mvua zinazoendelea katika maeneo mbalimbali zitaongezeka katika siku zijazo. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Mina Abdul nchini Kuwait zimeshambuliwa na ndege isiyo na rubani. Niseme asante ndugu mpendwa mtazamaji wa Kwetu News 24 mahali popote mlipo mkitupata. Hivyo usikose kusubscribe, lakini pia kushare na kulike ili kwanza kupata habari zetu. Mimi ni mtangazaji wako wa kila iitwao leo, nikisema chao chao. Hii ni awamu ya kwanza, ya pili itakujia hapa punde.